moja ya vipaumbele vya dira yetu ya 2050 ni kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji, lakini wawekezaji tumewapa wachangie zaidi ya 70% ya pato la taifa. Kwa hiyo kama sehemu ya majukumu yetu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kila mara lazima tuwafuatilie wale wawekezaji ambao wamepewa vibali na serikali kwa ajili ya kuwekeza. Nitoe wito kwa wawekezaji wa ndani, hususan wa ndani, kwamba serikali ipo tayari kuwasaidia kuhakikisha kwamba uwekezaji wao unakuwa na tija, lakini na sisi kama serikali tunawategemea kwamba wazalishe kwa ajili ya kutengeneza ajira, lakini vivyo waweze kuchangia kwenye pato la taifa. Lakini vile niliweza kutembelea mwekezaji ambaye anajulikana kama Manyara Sugar Company Limited, ambaye kimsingi anazalisha sukari na ni mojawapo ya wawekezaji kwa Tanzania ambao tunawategemea sana kwa ajili ya kutatua changamoto ya sukari. Nyote mnakumbuka kwamba tumekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa sukari, na ndio maana bado serikali imekuwa ikiendelea kutoa vibali kwa ajili ya kuagiza sukari. Lakini hawa ndugu zetu wa Manyara Sugar Company Limited kwa kushirikiana na serikali tumeweza kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa sukari, lakini kikubwa zaidi wenzetu hawa vile wameweza kuwashirikisha wakulima kama outgrowers katika swala la kilimo cha miwa ili waweze kupata raw material kwa ajili ya uzalishaji wa sukari. Na niwapongeze sana, na huyu mwekezaji ni mwekezaji mzawa ambaye kimsingi ameona ni vema akawekeza nchini baada ya kuwekeza nje, lakini ametengeneza ajira nyingi sana pale, zaidi ya watu 300 wameajiriwa pale. Ametupunguzia sana tatizo la ajira ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akilisemea sana. Lakini baada hapo vile tumewatembelea wenzetu wa Minjingu Company Limited. Wote mnakumbuka kwamba hili eneo lilikuwa chini ya serikali, lakini baada ya kubinafsisha hao wenzetu wa Minjingu walipatiwa, na tangu wamepatiwa wameendelea kuboresha uzalishaji wao. Mpaka sasa hivi wanazalisha zaidi ya aina 7 za mbolea ambazo kimsingi wameingia mkataba na serikali kwa kupitia ruzuku ambayo tunawasaidia wakulima wetu. Kwanza niwapongeze sana kampuni ya Minjingu Company Limited kwanza kwa kuendelea kuzalisha mbolea mbalimbali. Nyinyi wote mnatambua kwamba nchi yetu sasa hivi ina upungufu mkubwa wa mbolea. Zaidi ya 90% ya mbolea inaagizwa kutoka nje. Kwa hiyo bado hata kwa Tanzania vile viwanda ambavyo tunavyo vichache, kikiwepo hiki cha Minjingu na kile cha Dodoma na viwanda vingine, bado haviwezi kutosheleza uhitaji wa mbolea hapa nchini. Na nitoe wito kwa wawekezaji wengine ambao kimsingi wana uwezo wa kuwekeza kwenye swala la mbolea, waje wawekeze mbolea. Lakini mbali ya hiyo, wenzetu hao wa Minjingu wametupa changamoto zao ambazo kimsingi na sisi tunazifahamu na tunawaahidi kwamba tutaenda kuzifanyia kazi. Na tumetembelea, tumeona viwanda vyao, lakini vivyo wameweza kuboresha teknolojia ya uzalishaji wa mbolea, na sisi kama serikali tunawaahidi zile changamoto zao zote tutaenda kuzifanyia kazi na kuhakikisha kwamba sasa kampuni kama hizi ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wakulima, hususan swala la mbolea, linakuwa na tija. Lakini tumewataka vile waweze kuongeza maghala, lakini waongeze mawakala katika kila mikoa ili kuhakikisha kwamba hii mbolea yao inawafikia wakulima wetu ili tuweze kuwasaidia waweze kupata kwa bei nafuu. Kwa majina naitwa Dr. Mshinda Msola, ni mkuu wa idara ya kilimo wa kampuni ya mbolea Minjingu. Na kina uwezo wa kuajiri wafanyakazi 600 kwa wakati mmoja wa taaluma mbalimbali. Kwa hiyo inasaidia sana upande wa serikali kwenye ajira, lakini pia kwenye kulipa mapato ya serikali. Tumeamua sasa kusaidia mkulima zaidi kwamba kununua mbolea bora sio kupata. Kwa hiyo tumetengeneza vipeperushi vya mazao 12 ambavyo mkulima akinunua mbolea yetu kwa ajili ya zao la maharage pale anapewa na kipeperushi ili akatumia inavyotakiwa. Kikubwa zaidi ni kwamba kwa Watanzania tupende mali za kwetu. Ukitumia mbolea za ndani unasaidia serikali kupunguza matumizi ya pesa ya kigeni. Nafanya kazi kwenye kiwanda cha kuzalisha sukari cha Manyara Sugar. Kiwanda hiki kilianzishwa mwaka 2005. Wakati huo kilikuwa na uwezo mdogo sana, lakini kadiri tunavyoendelea kukiboresha na kukiongezea teknolojia, kimefikia kuwa na uwezo wa kuzalisha tani 60 mpaka 70 kwa siku. Tunaweka zaidi ya 3500 za wakulima wadogo ambao wanaingiza miwa kiwandani na tunanunua. Kiwanda hiki pia kinaajiri wafanyakazi. Tuna wafanyakazi zaidi ya 450 ambao wanafanya kazi hapa kwa msimu. Kwa mtindo huo hatuna changamoto yote ya masoko ya sukari. Sukari inahitajika kwa wingi, ila changamoto yetu kubwa ni malighafi kuwa kidogo. Kwa hiyo tunaomba uhamasishaji wa kutosha kuhusu kilimo cha miwa. Okay. This is state of the art NPK3 unit.
We did production from this unit last year, and then we realized that there is a line balancing challenges where we are not able to achieve our full production capacity. That's where we have gone for a revamping. The new system is to replace vibrating screen with the rotary screen, and then a modification in the cooler and in the cooler area, the chimney, and then we are going to install a new boiler unit for a better product quality, better product strength, and this is going to give us a very good mileage in terms of product quality, product strength, and productivity. So that's what about NPK3. Seeing the success of NPK3, later on we will go for further expansion where we can increase our capacity significantly higher. Yeah. Okay. How many tons do you expect? We are planning to take 150,000 tons per annum. So it is 500 tons per day capacity. With this unit, my total production capacity is 250,000 tons per annum for Minjingu Mines and Fertilizer Limited.